Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika imani, leo tutakumbushana katika aya miongoni mwa aya ndani ya Qur'ani, Surah Ash-Shura, aya ya 49. Allahu subhanahu wa ta'ala anasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, lillahi mulku as-samawati wal ardh yakhluqu ma yasha yahab liman yashau inatha wa yahab liman yashau dhukura. Allahu subhanahu wa ta'ala anasema lillahi mulku samawati wal ardhi, ufalme wa mbingu na ardhi hupo kwake. Yakhluqu ma yashau, anaumba atakavyo. Liyahab lima yashau, yahab lima yashau, umpa atakavyo. Inatha, wa kike. Wa yahabu lima yashau dhukura, na umpa mtakaye wa kiume. Allah subhanahu wa ta'ala anawataka wanadamu watambue kwamba anaumba atakavyo. Ima umeumbwa mlemavu, ni Allah ametaka kuwa mlemavu. Umeumbwa kipofu, upofu wa macho, Allah ametaka uwe kipofu wa macho. Wakadhalika vovote vile anaumba atakavyo yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia akasema umpa mtakaye katika watoto wa kike na umpa mtakaye katika watoto wa kiume. Kwa nini kaanza mtu wa kike? Allah subhanahu wa ta'ala katika kufananisha pea mbili, akianza na jambo jema, basi la kwanza inakuwa bora zaidi kuliko la pili. Hapa amemzungumzia wa kike ni bora zaidi kuliko wa kiume katika watoto. Lakini japokuwa sisi leo tunapenda sana watoto wa kiume, lakini Allah ameanza kuumba ubora wa kike ni bora zaidi kuliko wa kiume. Mtoto wa kike ndiye mwenye kulea familia. Hujawahi siku moja kusikia mtoto wa kike anamuua mzazi wake kwa ajili ya kurisi mali. Lakini mara ngapi tumesikia watoto wa kiume sisi ndio wa kwanza kuwaua wazazi wetu kwa ajili ya kurisi mali. Allah haongopi, anasema kwa sababu yeye ndio fundi wa kuumba. Lakini pia akaendelea kusema au yuzawijuhum dhukiran wa inatha, au hawachanganyie wa kiume na wa kike. Familia nyingine wanazaa watoto wote wa kike, familia nyingine inazaa wote wa kiume. Ijapokuwa kuna wanaume wengine wanawasakama wake zao kisa wamezaa wa kike tu. Anadiriki kwenda kuzaa nje kisa mke wake anazaa watoto kike tu. Amesahau kwamba Mwenyezi Mungu ndiyo aliyopenda kuzaa wa kike, na huo familia nyingine wanazaa wa kiume tupu. Mwanamume anadiriki kwenda nje kuzaa angalau wapate wa kike. Huo ni ushetani.
Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kutaka uzao wa kike tupu au wa kiume tupu, au awachanganyie wa kiume na wa kike. Na kweli leo tumeona familia nyingine ina mchanganyiko wa kike na wa kiume, lakini Allah subhanahu wa ta'ala aina kusema waj'alu man yasha'u aqima, au ajalie kuwa tasa. Wanawake wangapi leo wazai? Ni Allah amekadiria, amejalia kuwa tasa. Innahu alimun qadir. Haya maneno yana elimu kubwa, yana kadari kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alimun, innahu alimun qadir. Wewe ndugu yangu ambaye unanisikia, usimsakame mkeo kisa eti amezaa wa kike tupu. Usimsakame mkeo kisa eti amezaa wa kiume tupu. La, eka heshima kwa Mwenyezi Mungu aliyekuumba wewe. Na pia kuchelewa kuzaa sio kana kwamba umwache mkeo. La, ni kadari ya Allah, anampa amtakaye, kwa watoto wa kike au wa kiume, au awachanganyie wa kiume na wa kike. Sasa leo nimekuja kuwakumbusha ndugu zangu wote Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kwa sababu sisi sote ni viumbe vya Mwenyezi Mungu. Kumbuka Mwenyezi Mungu anaumba atakavyo. Usimsakame mtoto akiwa kilema, usimsakame mtu kilema. Allah anaumba atakavyo. Sina mengi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.